Katika jina la Yesu. Nasema tena kila pando limeng'olewa katika jina la Yesu. Amen. Njoo kae kwa dakika chache tujifunze kwa pamoja. Natamani ukae hapa nikuone karibu. Natamani ukae karibu nikuone hapa. Niweze kuzungumza na wewe hapa karibu. Sio kama tunaweza kupata msaada hapa. Haleluya. Haleluya. Leo tunataka tuangalie jambo moja la msingi. Taka tujifunze mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Who is a man who pleases the heart of God? Ni nani anayeupendeza, anayevutia moyo wa Mungu? A man that pleases the heart of God. Mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Na kwa nini tunajifunza haya? Ni kwa sababu mwisho kila mmoja awe amesaidika, amefikia kwenye kiwango cha kuishi maisha ya mpendezayo Mungu. Kuishi maisha ya mpendezayo Mungu. Na maisha ya mpendezayo Mungu ndio maisha yenye thamani kuliko aina nyingine yoyote ya maisha ambayo unaweza ukaishi. Kabla sijaenda mbali zaidi, nikupe maandiko kadhaa ambayo yanakuonyesha uliumbwa kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yako kwanza, wala sio kwa ajili ya watu kwanza. You were created for his own sake. Isaya 43 ule mstari wa 7 na ule mstari wa 21. Isaya 43 ule mstari wa 7 na ule mstari wa 21. Anasema kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Naona hilo neno aliyeitwa kwa jina langu. Called by my name. Manake umeitwa kwa jina la Mungu. Kuitwa kwa jina la Mungu maana yake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya Mungu, lakini pia umeitwa ili kutumika kwa ajili ya jina la Mungu. Maana yake umeitwa kwa ajili ya Mungu, lakini umeitwa kutumika kwa ajili ya Mungu. Kuitwa kila, unaona kila aliyeitwa kwa jina langu anasemaje? Niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Anasema niliyemuumba. God has created you for his own glory. Mungu amekuumba kwa ajili ya utukufu wake peke yake. Maana yake ni kwamba maisha yako yanapaswa kuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. You must live to glorify God. Maisha yako lazima yamtukuze Mungu. Alafu anasema mimi nimemuumba, nami anasema naam mimi nimemfanya. Kwa hiyo kwanza umeumbwa, pili umefanya. Kwa hiyo kuumbwa umeumbwa, lakini kuumbwa kwako katika kuumbwa umefanywa kwa ajili ya Mungu. You were created for his own sake, for his own glory, for his own purpose, for his own purpose. Alafu mstari wa 21, unaona mstari wa 21 anachokisema kwa mstari wa 21, anasema watu wale niliojiumbia nafsi yangu. Kwa Kiingereza anasema these people have I formed for myself. Maana yake watu ambao nimewafanya wawe kwa ajili yangu. Watu wale niliojiumbia, have I formed for myself. Anasema they shall show forth my praise. Maana yake wataishi kwa ajili ya kudhihirisha uwezo wangu na sifa zangu. Unajua Debora leo unasikomona Debora anaimba hapa. Ule uwezo wa kuimba ni Mungu ameweka ndani yake ili utumike kudhihirisha sifa za Mungu. Unaweza kuona kuna mtu mwingine ni mzuri, ana hekima, ana roho ya hekima imejaa ndani yake. Ile hekima imewekwa ndani yake sio ili aitumie kuonea wengine au kutamba au kujiinua au kujionyesha kwamba yeye ni mwamba kuliko wengine. Hamna. Umepewa ili udhihirishe sifa za Mungu, ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye hekima. Uzuri ambao mtu anaweza kama amepewa, anaumba uzuri, hata ukimwangalia unasema ni mzuri. Ule uzuri amepewa ili adhihirishe sifa za Mungu, kwamba Mungu anafanya vitu vilivyo vizuri. Na watu wanapaswa wakikuona wasikusifie wewe, wamrudishie Mungu utukufu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 10, nianze mstari wa 14 wa 15 na wa 16.
Mathayo sura ya 5 mstari wa 14, 15 na 16. You were created for him. Kabla ya kuhangaika sana kumpendeza mumeo. Unakuta mtu ana download ma video mtandaoni namna ya kumridhisha mume wangu, namna ya kumridhisha mke wangu. Ana ma video karibu 50, lakini namna ya kumridhisha Mungu, namna ya kumtukuza Mungu, namna ya kumpendeza Mungu hajui. Anakazana na mume, anakaza. Huyo mtu amefikia mahali pa kumfanya mume wake kuwa Mungu wake. You are not created for him first, you are created for God. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kwa nini sisi ni nuru ya ulimwengu? Tuone mstari wa 15 unafuata. Anasema wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi. Manake kwanza Mungu ametufanya kuwa nuru, ametufanya kuwa taa, lakini pili ametuweka juu, mahali ambapo tunaweza kuonekana. Kwa nini ameyafanya yote? Anasema ni ili waangaze watu wote walioko nyumbani. Tulete nuru. Kuna nuru fulani ambayo ikionekana kwa watu. Nilikwambia kuna sifa ambayo watu wakiiona wanapaswa kumrudishia utukufu nani? Mungu. Waseme Mungu tunakushukuru kwa ajili ya upendo, pasa upendo. Kwa kweli neema uliyoweka ndani yake ni ya tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna inaleta wepesi kwetu. Yaani kila mtu Mungu amempa kitu ambacho kitaleta wepesi kwa watu wengine. Na huo wepesi ukionekana, watu wanapaswa kumrudishia Mungu nini? Utukufu. Hawezi kusema, pastor kwa kweli ukifundishaga unanibariki sana. Hiyo sasa inapaswa ikufanye pia umshukuru Mungu aliyenifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema iwaangaze watu wote walio nyumbani. Lengo ni nini? Mstari wa 16. Mstari wa 16. Anasema vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Wamtukuze. Chukua tena hilo jambo, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Maana yake we live for his, tunaishi kwa ajili yake. We live for him. Ukiondoa kuishi kwa ajili ya Mungu, hakuna maisha tena. Ni uharibifu. Ukiondoa kuishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, hakuna maisha tena, ni uharibifu. Na mwanadamu, kuna kitu kipo ndani ya mwanadamu kinaitwa self. Ile kitu ni kitu fulani ambacho ni mtu ile umimi. Umai kuona ile kitu ile umimi. Kuna ile umimi. Wanadamu wengi wana hiyo kitu inaitwa self. Ni mpaka umeua hiyo umimi ndio unaweza kuishi kwa ajili ya Mungu. Unaweza kutoa hela zako kwa ajili ya Mungu. Unaweza kutoa maisha yako kwa ajili ya Mungu. Unaweza kutoa wako kwa ajili ya Mungu. Mpaka umeondoe umimi. Hiyo umimi ikifa, Mungu anaanza kujifunua kupitia wewe. Na nikupe siri, ni rahisi sana Mungu kukutumia kufanya mambo makubwa kama hiyo umimi ikifa. Ile mimi unafanya ili uonekane wewe, unamsaidia mtu ili uonekane umemsaidia. Hiyo umimi ikifa, Mungu anaanza kuonekana. Yohana sura ya 3 ule mstari wa 30. Yohana sura ya 3 ule mstari wa 30. Na hapa tunajifunza kwa sababu tunapoelekea ni pazuri. Kuna nuru kubwa na kuna utukufu mkubwa. Sasa ili Mungu afanye vizuri kwako na akutumie vizuri, lazima hivi vitu tufanye kazi mapema. Anasema basi hii ni furaha yangu imetimia. Hebu sema furaha yangu imetimia. Maana yake Yohana alikuwa ana furaha kwa sababu miujiza inatokea. Yohana furaha yake kubwa ilikuwa imebezi hapa. Anasema yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Nikuulize, kwenye utumishi wako wewe furaha yako ni nini? Ya kwanza kabisa. Au nini? Inawezekana kuna vitu vingi vinasababisha au vinaamsha furaha yako. Lakini nini kinafanya furaha yako ifikie to the peak? Ifikie juu, itimie. Nini kinafanya furaha yako itimie, ifikie juu? Yohana yeye kwake ni kwamba yeye afanyeje? Azidi kupungua, alafu Yesu azidi kufanyeje? Kuongezeka. Tafsiri yake ni kwamba watu wamtukuze Mungu sana wanapomwona Yohana kuliko kumtukuza Yohana sana. Watu wamuone Mungu sana wanapomwona Yohana kuliko wamuone Yohana sana na Mungu kidogo. Yeyote ambaye anaishi anaonekana yeye sana kuliko Mungu sana ni mtu ambaye bado kuna shida iko ndani yake. Mtu mmoja akamwambia Bwana, take all of me, give me all of you. Mungu, chukua kila kitu kuhusu mimi na unipe kila kitu kuhusu wewe. Mungu, chukua ya kwangu nipe ya kwako. Take my will, give me your will. Take my desires, give me your desires. Mungu, chukua shauku zangu, nipe shauku zako. Chukua mambo Mungu, chukua yale yanayoniendesha mimi, uyaondoe. Mimi naendeshwa na kula, naendeshwa na vitu vya kawaida. Nipe yale yanayokuendesha yaanze kuniendesha. Ukianza kufika kwenye viwango vya kutaka Mungu aonekane sana, Mungu atakufanya uonekane. Lakini kwa sababu sasa wewe unataka aonekane sana, atazidi kukupeleka hivyo, atazidi kukupeleka hivyo, atazidi kukupeleka na utazidi kwenda. Hana budi kuongezeka, mimi kupungua. Weka mkono wako kwenye moyo wako, sema Roho Mtakatifu, ninaomba wewe uongezeke, mimi nipungue. Sema tena, Roho Mtakatifu, ninaomba
wewe uongezeke, mimi nipungue katika jina la Yesu. Hiyo kuongezeka, Mungu aongezeke, wewe upungue. Mungu aonekane sana kuliko wewe sana. Huduma nyingine, unakuta huduma nyingine imejengwa ni mtumishi anaonekana sana kuliko watu. Ni mtumishi anatajwa sana kuliko Mungu. Ni mtumishi anaonekana sana kuliko Mungu. Ni mtumishi anaimbwa sana kwenye kanisa kuliko Mungu. Kitu utasikia nabii, 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 nabii. Sifa ni kitu kibaya sana. Mwanadamu hajapewa uwezo wa kuenda sifa. Kila mwanadamu anapopewa sifa, kichwa wake kinajaa na baada ya muda anaanguka. Ni Mungu peke yake mwenye uwezo wa kubeba sifa na akabakia stable. Mwanadamu akipokea sifa kwa watu, baada ya muda atakuwa ameanguka. Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari ule wa 20. Mwanadamu hajapewa uwezo wa kubeba sifa na akabakia stable. Anasema Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni, wakamwendea kwa nia moja wakisha kufanya urafiki. Aya, twende mstari unaofuata wa 21. Siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Angalia mstari unaofuata wa 22. Watu wakapiga kelele wakisemaje? Ni sauti ya Mungu, sio ya mwanadamu. Akasema Herode, wewe ni Mungu. Aisee, wewe ni Mungu. Herode, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu. Leo Herode, leo umemaliza. Yaani leo hata shetani Herode akiwa amekusikia, wewe ni Mungu kabisa. Shida sio watu wanakuambia nini. Shida ni unapokeaje kile ambacho watu wanakuambia. Herode akupigwa kwa sababu watu wamemwambia ni Mungu. Mstari wa 23 anasema malaika wa Bwana akaja akampiga. Mara malaika wa Bwana, mara. Umeona ile neno mara mara, nitakueleza hilo neno mara maana yake ni hapo kwa hapo. Anasema mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa, sio watu hawakumpa Mungu utukufu. Watu wakati mwingine wanaweza wakajaribiwa kukuona wewe kuliko Mungu sana, ila wewe hakikisha Mungu anaonekana. Yaani swala kuhakikisha Mungu anaonekana sana kuliko wewe ni la kwako, sio la watu. Ni la kwako. Ni wewe lazima walazimishe watu kwamba hapa ni Mungu amefanya. Ni kweli kabisa Mungu anaonekana amenitumia mimi, lakini ni Mungu amefanya kupitia mimi. Ni wewe, ni wajibu wako kufanya watu wamuone Mungu kuliko wewe. Ni wajibu wako, ni wajibu wako, ni wajibu wako. Hata kama watu watakuwa wanakuona wewe kuliko Mungu, lazimisha hata kwa maneno yako waeleze watu ni Mungu amefanya. Na wakati mwingine unawaeleza kwa kuwa na ile unawaambia jamani tumshukuru Mungu, ili jambo ni Mungu amehusika kwa asilimia zote. Anasema kwa sababu akumpa Mungu utukufu akaliwe na chako. Maana yake muda wote ambapo unachukua nafasi ya Mungu, ni mara, ni hapo hapo unapigwa na malaika wa Bwana. Ni hapo hapo Mungu anakupiga. Ni hapo hapo Mungu anainuka kinyume chako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa nakuonyesha kule mwanzoni ya kwamba Mungu amekuumba kwa ajili yake. Na kama amekuumba kwa ajili yake, maisha yako hayana thamani kama hutaishi kwa ajili yake. Na ndio maana hata Mungu kwa sababu alikuumba kwa ajili yake, alikuumba, alikupa sura yake na mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu ni tofauti na vitu vingine. Kuna vingine vinaweza kuwa vimeumbwa kwa ajili ya kupendezesha dunia na kuleta wepesi kwa wanadamu. Kuna vitu vimeumbwa kwa ajili ya wanadamu. Ila kuna vitu mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya vitu, aliumbwa kwa ajili ya Mungu. Kuna vitu vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Miti iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu apate chakula. Mimea ilitokezwa kwa ajili ya mwanadamu apate chakula. Lakini mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya Mungu. Zaburi sura ya 8 ule mstari wa 4 na wa 5. Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 na wa 5. Mzaburi amekaa katika tafakari yake, anasema mwanadamu ni nani hata umwangalie, na mtu ni nani hata umkumbuke. Anasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke. Mungu, kwa nini unamkumbuka huyu mtu? Kwa nini huyu mtu unamtoa mwanao pekee? Kwa nini umpeleke Yesu msalabani kwa ajili ya mtu? Yaani ni nini ambacho mtu anacho cha tofauti ambacho kinafanya uendeshe hivi? Kwa nini umkumbuke huyu mtu? Na binadamu ni nani hata umwangalie? Sasa unafuata anasema ni kwa sababu Mungu anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Maana yake baada ya Mungu anayefuata ni mwanadamu. Baada ya Mungu anayefuata sio malaika, baada ya Mungu anayefuata ni mwanadamu. Anasema umemvika, ni kwa sababu kuna kataji ka utukufu Mungu amekuvika, na kaheshima Mungu amekuvika. Na kwa sababu Mungu anasema mstari wa 6, amekutawaza, amekuweka juu ya kazi zake zote. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Vitu vingapi?
vyote. Angalia mstari unaofuata, kama ukiendelea kusoma utaona kondoo wametiwa juu ya chini ya mwanadamu, ng'ombe chini ya mwanadamu, wanyama wa kondeni chini ya mwanadamu. Mstari wa 8, ndege wa angani chini ya mwanadamu, samaki wa baharini chini ya mwanadamu, na kila kinachopita kwenye bahari chini ya mwanadamu. Mwanadamu kuna kitu tofauti anacho. Sasa mimi nataka nikufundishe mtu anayeupendeza moyo wa Mungu. Naomba nipitie maandiko kadhaa yanaonyesha kwa habari ya kumpendeza Mungu. Na andiko la kwanza ambalo tutaanza nalo ni andiko ambalo mnalifahamu, kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 13 ule mstari wa 14. Samueli wa kwanza ile sura ya 13 ule mstari wa 14. Umeinuliwa juu sana akabayata. Anasemaje? Naomba tusome kwa sauti 1 2 3 twende kanisa. Anasemaje? Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu. Sema kwanza, Bwana amejitafutia mtu. Sema tena, Bwana amejitafutia mtu. Sema tena mara ya mwisho, Bwana amejitafutia mtu. Hawa watu ni wachache mpaka Mungu anawatafuta. Na kingine ni kwamba ukiwa na moyo unaompendeza Mungu, Mungu anaanza kutafuta. Yaani mtu ambaye ni dili mbele za Mungu ni mtu ambaye ana tabia fulani nitakueleza baadaye ambazo zinampendeza Mungu, zinaupendeza moyo wa Mungu. Anasema aupendezae moyo wake. Bwana amejitafutia mtu aupendezae moyo wake. Anasema naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake. Unaona, moja ya faida ya kupendeza moyo wa Mungu ni kwamba Mungu anakuweka mkuu juu ya watu. Maana Mungu anakuamini, anakuweka juu ya watu. Alafu anasemaje? Kwa sababu wewe ukulishika neno lile la Bwana alilokuamuru. Subiri tena nikuonyeshe. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Randa kasobradaba ya yantarabo sakaraba. Naomba tusome kwa sauti 1 2 3. Huyu ni Bwana Yesu sasa. 1 2 3 twende. Anasemaje? Naye Yesu akazidi na kufanyeje? Anasema akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu. Hebu sema kwa sauti, akimpendeza Mungu na wanadamu. Lakini cha kwanza akifanyeje? Akimpendeza Mungu na wanadamu. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Huyo ni Yesu akazidi. Maana yake ni kwamba chukua vipengele viwili. Yesu akazidi na kuendelea kumpendeza Mungu. Maana yake kuna kwenye kumpendeza Mungu kuna kuongezeka kwenye kumpendeza Mungu. Tafsiri yake ni kwamba hata namna yetu ya kumpendeza Mungu inatofautiana. Kuna huyu ana kiwango chake, ana kiwango chake. Akazidi na kuendelea. Maana yake akaongezeka kila siku. Safari ya Yesu kumpendeza Mungu ilikuwa ni safari ya kila siku. Ni safari ya kuendelea, ni safari yenye muendelezo, haiishi. Mungu au mwingine anakuta anaweza kusema mimi bwana mwezi wa pili, unajua bwana niliishi sana maisha matakatifu. Mimi bwana mwezi wa pili nilifunga sana. Mimi bwana mwezi. Kuna mtu safari yake ya kumpendeza Mungu ni safari ambayo ina vituo. Safari ya kumpendeza Mungu ni safari ambayo ina kituo. Ni unapaswa kuzidi na kuendelea. Ni safari ambayo haipaswi kuwa na kituo ndani ya siku yote. Ni safari ambayo unazidi na kuendelea. Mwanzo 17 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Ibrahim, uende mbele yangu. Maana walk before me, tembea mbele yangu. Anamwambia Ibrahim, tembea mbele. Ni safari ya kuendelea. Mungu hakuiti usimame, anakuita uendelee. Anasema hivi, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 90, Bwana akamtokea akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Uende maana yake uendelee. Sio leo unafanya vizuri, kesho unafanya vibaya. Ni safari endelevu. Maana yake kumpendeza Mungu ni safari endelevu. It's a journey. Ni safari, sio kituo. Ni safari, it's a journey. Hosea sura ya 6 mstari wa 2 na mstari wa 3 hasa. Mstari wa 3, Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Na nikuonyeshe tena Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Ni jambo linalopaswa kuendelea. Ukiwa peke yako unaendelea. Ukiwa Tanzania unaendelea. Ukiwa kanisani unaendelea. Ukiwa sokoni unaendelea.
ukiwa ofisini kwako unaendelea. Sio jambo ambalo linatokea ukiwa kwenye ibada, yale masaa ya ibada na unafanya vitu vinavyompendeza Mungu na ukitoka hapa umeacha. Ni jambo linalopaswa kuendelea. Asubuhi unaendelea, mchana unaendelea, jioni unaendelea, usiku unaendelea, ukiamka tena kesho yake unaendelea. Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Ni safari inayopaswa kuwa na uendelevu. Anasemaje? Nasi na tujue. Na tukaendelee. Maana yake kama sema hivi, nasi tumpendeze Bwana. Na tukaendelee kumpendeza Bwana. Na tukaendelee kumpenda. Ni jambo endelevu, sio kitu chenye mwanzo na mwisho. Ni jambo endelevu. Ukianza haina mwisho. Unaendelea kila siku. Unaendelea kila siku. Na wakati mwingine kuendelea ni pale ulipoishia jana, ukashindwa jana, leo unaongeza bidii. Maana yake ukisema hivi ni kwamba kumpendeza Bwana ni jambo ambalo linahitaji bidii. Cha kwanza linahitaji nini? Bidii. Cha pili linahitaji nini? Mwendelezo. Linahitaji bidii. Chochea na ufanye kwa bidii. Mithali 8:17, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Maana yake kuna kumpenda Mungu na kuna kumpenda Mungu kwa bidii. Kuna kumpenda Mungu na kuna kumpenda Mungu kwa bidii. Kuna mtu Mungu anapendezwa na kitu kinaitwa bidii. Anasema kuomba kwake mwenyewe kwafaa sana. Maana yake kwafaa sana kama akiomba kwa nini? Kwa bidii. Maana yake mtu yote anataka kumpendeza Mungu kunafaa sana kama akiamua kutafuta kwa bidii. Seek it with all diligence. Tafuta kwa bidii zote. Fanya kwa bidii zote. Kazana kwa bidii zote. Alafu cha pili, kwa mwendelezo. Unafanya kwa mwendelezo. Kwa mwendelezo maana yake ni ya uishi ulipoishia jana. Ni jambo ambalo linakuwa ni endelevu. Kila dakika ni dakika yako kumpendeza Bwana. Nirudi hapa. Kwa hiyo pale Mungu anasema Yesu akazidi na kuendelea kumpendeza Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Lakini kuongezea tena andiko jingine. Kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Yohana sura ya 8 mstari wa 29. Yohana sura ya 8 ule mstari wa 29. Shanda kayaba. Oria kadaba shaka. Anasema naye alinipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote. Siku ngapi? Zote. Yale yafanyeje? Yampe. Kwa kuona hapa, andika kitu kingine. Inawezekana kufanya siku zote yanayompendeza Mungu. Inawezekana kufanya siku zote. Sio kasingizia siku hii kulikuwa kuna baridi sana, ndio maana nikaamua hivi. Siku hii kulikuwa kuna njaa. Siku hii nilikuwa nina haraka. Siku hii nilikuwa peke yangu. Inawezekana kufanya siku zote mambo ambayo yanampendeza Mungu. Anasema kwa sababu nafanya siku. Lakini faida nyingine ya kumpendeza Mungu ambayo tunaipata hapa ni kwamba uwepo wa Mungu huwa unaenda na mtu anayempendeza Mungu siku zote. Maana yake uwepo wa Mungu haumwachi na hauna historia ya kumwacha mtu ambaye amejidhabiti, amejitoa kutokea ndani kumpendeza Mungu. Kila ambaye amejidhatiti kuanzia ndani ya kwamba nitatafuta kufanya yanayompendeza Bwana siku zote, ni mtu ambaye uwepo wa Mungu utakuwa naye siku zote. Ni mtu asiye peke yake. Tafsiri yake ni kwamba kila ukimwona hayuko peke yake. Ni kosa huyu mtu kubakia peke yake. Mithali 16 mstari wa 7. Mithali 16 mstari wa 7. Mithali 16 mstari wa 7. Anasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Faida nyingine unaiona hapa. Ukimpendeza Mungu nini kinatokea? Mungu anakupatanisha na adui zako. Tafsiri yake ni kwamba nisikilize. Tafsiri yake ni kwamba Mungu atahakikisha anadili na adui zako. Hiyo ndo namna rahisi. God will deal with your enemies. Mungu atashughulika na adui zako. Na atashughulika nao ili kuhakikisha mapatano yanatokea, na kama hakuna mapatano basi kuna namna nyingine atashughulika naye. Even his enemies to be at peace with him.
Njia za mtu zikimpendeza Bwana. Maana yake moja kitu cha kufanya, kuna njia sasa za kumpendeza Bwana. Kuna njia za mtu zikimpendeza na kuna njia za kumpendeza Bwana. Nini kinachofanya mtu ampendeze Mungu? Twende tena andiko lingine nikuongezee. Zaburi 147 mstari wa 10 na wa 11. Zaburi 147 mstari wa 10 na wa 11, tunajifunza kwa habari ya kumpendeza Mungu au mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Zaburi 147 mstari wa 10 na wa 11, kuna mambo anayozungumza tena pale. Anasema apendezwi na nguvu za farasi wala airidhii miguu ya mtu. Apendezwi na nguvu za farasi wala airidhii miguu ya mtu. Mstari wa 11. Mstari wa 11 anasemaje? Bwana uwaridhia wao wa mchao. Hilo neno uwaridhia wao wa mchao na kuzitarajia fadhili zake. Hilo neno uwaridhia wao wa mchao, niweke kwa King James. Niweke kwa King James au kwa Kiingereza. Niweke kwa Kiingereza. Uwaridhia anasema Lord takes pleasure. The Lord takes pleasure in them that fear him. Mungu anawafurahia watu wanaomcha. Anasema in those that hope in his mercy, wale ambao wanatumainia rehema zake au fadhili zake, Mungu anapendezwa nao. Jambo la kwanza ambalo litakufanya uweze kumpendeza Mungu, mambo haya ambayo labda ni summarize hivi. Kwanza, Mungu anapendezwa na hali ya moyo wako kwanza kabla ya vitu unavyofanya nje. Mungu anapendezwa na hali ya moyo wako kwanza, au anavutwa na hali ya moyo wako kwanza kabla ya vitu unavyofanya nje. Maana yake ninapoongelea mtu anayependeza moyo wa Mungu, tunaongea sana kwa habari ya mambo ya moyoni hapa. Jambo la moyoni ni jambo ambalo linataka kuzaliwa kutoka ndani ya moyo wako. Hali ya moyo wako. Sasa Samueli wa kwanza 16 ule mstari wa 7. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Maana yake Mungu anapoangalia mtu au anaposema huyu mtu ni mtu anayependeza moyo wake, nataka uone Mungu huwa anaangalia wapi kwanza. Kabla ya kwamba anaangalia nini kwanza, huwa anaangalia wapi kwanza. Kabla ya kwamba anaangalia nini kwanza, tuone huwa anaangalia wapi kwanza. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 anasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Maana yake Samueli anaangaliaga uso. Wewe mtu anaweza kukupendeza kwa sababu ana uso mzuri. Ni kweli sio kweli? Wakasema ana macho ya Kichina, ana lips, ana dimples, ana nini tena? Ana maji ya kunde, chocolate, ana uso ana uso fulani hivi wa kiutukufu. Acha wewe bwana, unajua uso wa kiutukufu. Anasema usimtazame uso wake wala urefu wake. Maana yake kuna hapa anajaribu kudescribe mambo ambayo wanadamu wanawavutia. Mwanadamu anaweza kuvutiwa na uso. Mwanadamu anaweza kuvutiwa na urefu. Akaangalia urefu wa kimo chake. Urefu. Majeshi. Wengine wanavutiwa. Anasema kwa maana mimi nimefanyaje? Nimemkata. Kwa hiyo ongezea na vile vigezo vyako sasa vya kibinadamu. Wewe unavutiwa na nini? Mwingine utaongezea hapo kabila. Anaongezea na kabila. Mwingine utaongezea hapo na nini tena? Elimu. Weka na elimu. Mwingine utaongezea na nini tena? Mbona sasa msemi? Kazi. Ana kazi. Unajua yule bwana ana kazi serikalini. Mambo ya hatari sana. Anasema kwa maana mimi nimemkataa. Kwa hiyo hata kama vigezo vyako vyote vya nje vinavutia, alafu kuna kigezo cha muhimu au mahali pa muhimu ambapo Mungu anapangalia hauja qualify, Mungu anakukataa. Sasa kwa wanadamu ili ukubalike, hakikisha uso unaweka vizuri na hivyo vigezo vingine. Bwana angalia kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu utazama sura ya nje. Maana wanadamu huangalia mambo ya nje. Anasema bali Bwana utazama moyo. Sio kwamba Mungu hayaoni ya nje, kwa sababu kwa Mungu ya nje ni matokeo yanayotoka kwenye moyo. Ya nje kwa Mungu ni matokeo yanayotoka kwenye moyo wa mtu. Anasema Mungu anauangalia moyo. Mahali fulani kwenye Mathayo 15 mstari wa 18 anasema yanayomtia mtu unajisi ni yale yanayotoka katika moyo wake. Anasema yatokayo kinywani yanatoka moyoni, nayo ndio yamtiayo mtu unajisi. Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Moyoni kinatoka nini? Mstari wa 19 angalia, anasema moyoni yanatoka mawazo mabaya. Maana yake ni moyo wako kwanza. Mungu anadili na moyo wako kwanza kuliko vitu vingine. Moyo wako kwanza. Anasema Mithali sura ya 4 mstari wa 23, guide your heart with all
Diligence. Linda moyo wako kwa nguvu zote, kwa bidii zote, kwa namna zote unazoweza. Mithali 4:23 anasema ulinde sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake ni pambana na hali ya moyo wako kuliko vyote unavyopambana navyo. Achana kwanza na vitu vingine, achana na afya, achana na uchumi kwanza. Pambana na hali ya moyo wako kwanza. Kabla hujaanza kupambana na changamoto hizi zinazoonekana za nje, changamoto za kiuchumi, sina kazi, unapambania kazi asubuhi, pambana hakika hali ya moyo wako iko salama kuliko kwanza vitu vingine. Anasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindaye. Kuliko yote uyalindaye. Kuliko yote. Chukua hilo neno, kuliko yote uyalindaye. Maana kama uwezi ukala sumu, usiruhusu sumu ikaingia kwenye moyo wako. Kama uwezi eti unajua kuna mtu mwingine anaweza na jambo ndani ya moyo linamuumiza, linamkera, hawezi kusema, hawezi kuachia, hataki kusamehe. Lakini akitembea barabarani akakanyaga mwiba, akikanyaga tu kwanza unaona anachechemea, ananyanyua mguu, anatafuta huko sehemu gani, anautoa. Ila kwenye moyo ana miiba imejaa, mwingine huku. Kila mahali moyo umetoboka. Hataki kusamehe, hataki kuachia, chungu umejaa kwenye moyo. Mtu wa hivi ni mtu ambaye hajali moyo wake. Kwa Mungu usipojali moyo ni hujajali maisha. Kwa sababu maisha ya mtu bila sema yamewekwa kwenye moyo. Anasema maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Hilo chemchemi za uzima tafsiri nyingine za Biblia inasema there comes the issues of life. Maana yake masuala ya maisha yako Mungu akitaka kuyaachilia anayaachilia kwenye moyo wako. Kutokea kwenye moyo wako. Mungu akipendezwa na moyo wako anakupa unachotaka. Anasema keep thy heart with all diligence. Linda kwa bidii moyo wako. Kwa nini? Anasema for out of it are the issues of life. Katika huo moyo ndio masuala yako ya maisha yanatokea hapo. Halo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo achana na kufanya vitu uonekane na watu, fanya vitu uonekane na Mungu, na Mungu atakufanya uonekane na watu. Fanya vitu uonekane na Mungu, na Mungu atakufanya uonekane na watu. Achana kupambana kuwaridhisha wanadamu, mridhishe Mungu, na Mungu atakufichua, atakufunua, atakuweka wazi mbele ya wanadamu. Mungu anaweza akajizuia kutokuwatangaza watu wengine, ila mtu aupendezaye moyo wake Mungu hawezi kujizuia. Mungu hawezi, hata angefunga mdomo kuna siku itafika atasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ayubu alipopendeza moyo wa Mungu, Mungu alishinda kujizuia. Akamuita shetani siku moja akakutana naye, akamwambia katika kuzunguka kwako umemwona Ayubu? Umemwona Ayubu? Maana yake ukianza kupendeza moyo wa Mungu auondoki kwenye kinywa cha Mungu. Mungu ataanza kukuongelea. Ukianza kupendeza moyo wa Mungu auondoki kwenye kinywa cha Mungu. Ukianza kupendeza moyo wa Mungu hauondoki kwenye kinywa cha Mungu. Nikisema kwenye kinywa cha Mungu maana yake hauondoki kwenye maneno ya Mungu. Mungu atakutamka, atakuongea, atakusema, atalazimisha watu wakuone. Sasa bahati mbaya ni kwamba Mungu akipendezwa na wewe hata kama watu hawakupendi atalazimisha. Huyu sasa ndo ninayependezwa naye. Mnataka amtaki, huyu ndo ninayependezwa naye. Huyu ndo anamtambulisha Yesu mara ya kwanza, anamtambulisha Yesu mara ya pili, anamtambulisha Yesu mara ya tatu. Kwa nini? Anapendezwa naye. Maana yake moja ya faida pia ongezea, moja ya faida ya kumpendeza Mungu ni kufanyeje? Ni kutambulishwa na Mungu. Kimpendeza Mungu, kipendeza moyo wa Mungu, Mungu anakutambulisha. Anaitambulisha huduma yako, anatambulisha biashara yako, anatambulisha vipawa ulivyo navyo, anatambulisha neema ulizonazo, anakutambulisha kwa watu wa hatima yako. God will introduce you to great people, mbele za watu wakuu. Kwa hiyo cha kwanza, kabla ya kupambana na nje, pambana na ndani. Kwa hiyo jambo la kumpendeza Mungu na kuupendeza moyo wa Mungu linaanzia na ndani, jinsi ulivyo ndani na sio nje kwanza. Moyo wako ukoje? Na hapa nataka ujiombee ile ombi la muhimu sana. Daudi aligundua hili jambo na alikuwa na ombi fulani. Kitabu cha Zaburi 139, Daudi anamwambia Bwana unichunguze na kunijaribu, uone kama iko njia iletayo mabaya ndani yangu, unichunguze. Try me, try my heart. Ujaribu moyo wangu uchunguze. Ujaribu moyo wangu uchunguze. Zaburi 139 ule mstari wa kwanza. Zaburi 139 ule mstari wa kwanza. Try my heart. Bakia hapo, hii tutaisoma.
Yaani kati ya ombi na ukimwomba Mungu aujaribu moyo wako. Hili ni kati ya maombi ambayo Mungu anayajibu chap chap. Ni kama ATM, unaingiza kadi chup, unaondoka na hela chup. Ni hili ombi. Omba. Unaweza kaomba upako ukasubiria miaka mingi. Ila hili ombi ukiomba Mungu aujaribu moyo wako. Na sio tu aujaribu, akusaidie ujue na akutengeneze. Hili ombi Mungu anajibu chap chap. Anajibuje chap chap? Huwa ajibu kwa namna nzuri. Atakuletea mtu akukere, ugundue una kiburi, ugundue wewe ni mgumu kusamehe, ugundue una hasira za haraka haraka. Halafu baada ya hapo ndio Roho Mtakatifu anakushuhudia, sasa umeona, sasa una hasira za haraka haraka. Kwa hiyo baada ya hapo sasa wakati umefura na una sababu zote za kukasirika, ndio Roho Bwana anakuambia sasa, umegundua kwamba waga una hasira tu, unajifanya mpole tu, waga una hasira tu. Anasema Bwana nisaidie sasa nitengeneze. Try my heart. Anasema Bwana umenichunguza na kunijua. Alikuwa anachunguza nini Mungu? Au Daudi amejuaje Mungu alimchunguza na kumjua? Mungu anachunguza moyo kwanza. Anachunguza moyo. Twende mstari wa 23. Twende mstari wa 23. Twende mstari wa 23 na wa 24, wa 23 na wa 24. Anasemaje? Mungu unichunguze. Mungu unichunguze, ujue moyo wangu. Mungu ujaribu, uyajue mawazo yangu. Mungu, iko njia iletayo majuto ndani yangu. Mungu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako. Mungu, 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 unichunguze, ujue moyo wangu. Haya ni maombi yetu. Mungu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Mungu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo yapate kibali mbele zako. Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Moja ya ombi la muhimu sana, na hii sasa itakufanya ujue aliye moyo wako. Ujue ya kwamba kuna mwingine uwezi ukajua kama una kiburi kama Mungu atakusaidia ujue una kiburi. Unajua kati ya kitu ambacho mwanadamu anaweza akachunguza na asiweze kukijua bila msaada wa Mungu ni moyo wake. Ni moyo wake. Ndio maana Daudi anamwambia Mungu unichunguze na ujue. Mungu anaujua, ila hapa alichokuwa anakitaka ni kwamba hiyo asaidiwe naye aijue hali ya moyo wake. Yeremia sura ya 17 ule mstari wa 9 na wa 10 anasema moyo ni mdanganyifu, very big liar.
Anasema moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Hujawahi kuona? Shetani sio mdanganyifu kuliko moyo wa mtu. Kwa nini? Udanganyifu wa moyo uko wapi? Ni pale ambapo hawezi kujua moyo wako bila Mungu kukusaidia. Kwa hiyo unaweza kuwa wakati mwingine unajidanganya uko sawa lakini hauko sawa. Unajidanganya uko sawa lakini hauko sawa. Hasa moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Huu ni ugonjwa hatari sana. Ugonjwa wa kufisha ni ugonjwa wa kuua. Maana yake kuna mtu kwa sababu ya moyo wake anaweza kafa kiroho, huduma ikafa, vipawa vikafa, neema zikafa, biashara ikafa. Shida imeanzia wapi? Ugonjwa umetokea wapi? Kwenye moyo. Ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Hilo ndio swali la mwisho. Maana yake hakuna daktari. Madaktari wanaweza kukwambia zile physical problems za moyo. Lakini kuna hizi ndio shida ambazo zinaweza kufanya Mungu asimtumie mtu na asiutumie moyo wa mtu. Moyo wako unaweza kuwa unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na baba magonjwa ya moyo, si moyo umejaa mafuta, lakini bado Mungu anaweza kuwa anapendezwa na moyo wako. In fact sasa hapa siongelei moyo wa mwili, naongelea wewe sasa, wewe wa ndani. Naongelea wewe wa ndani sasa. Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Mstari wa 10 anasema Mungu anachunguza. Anasema mimi Bwana nachunguza moyo, na uchunguza moyo, na uchunguza moyo, na uchunguza moyo. Na Bwana chunguza moyo wangu na unisaidie ni ujue. Na Bwana unisaidie uponde ponde tena, ufinyange tena, utengeneze tena, uwe sawa sawa na mapenzi yako, uwe moyo unaokupendeza. Chukua moyo wangu, nipe moyo wako Bwana. Chukua moyo wangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako wa upendo, nipe moyo wako wa huruma, nipe moyo wako wa kweli, nipe moyo wako moyo safi, nipe moyo wako Bwana. Chukua moyo wangu, nipe moyo wako. Hebu zungumza na Roho Mtakatifu kwa dakika moja. Mwambie Roho wa Bwana nisaidie. Chukua huu moyo huu usioweza kusamehe. Chukua, nipe wa kwako, moyo wa rehema. Anasema kwenye Efeso sura ya 4 ule mstari wa 30 na 31, jivikeni moyo wa rehema. Baba nipe moyo wa rehema, nipe moyo wa rehema, nipe moyo wa rehema, nipe moyo wa rehema. Baba uchunguze moyo wangu. Wewe unayechunguza mioyo, chunguza moyo wangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu Bwana, na uiondoe katika jina la Yesu. Bwana chunguza moyo wangu. Uone kama lipo jambo linalozuia baraka zako, linalozuia neema zako, linalozuia mafuta yako, linalozuia nguvu zako, linalozuia nisikupendeze. Bwana chunguza na uliondoe katika jina la Yesu. Chunguza moyo wangu, daktari wa mioyo, na utibu. Ondoa kila shida ambayo adui anajaribu kuipachika kwenye moyo wangu ili nizuie. Ekayanda rabasaka yantarana masanda rekaparadaba yakamama masataradaba yantarana katadabo yasoparadabaka yekataladabadaba rakatala mama shakapariantaradabo yandokoria basakatarada yakatadabadabadaba rakaparadababa. Moyo wangu we moyo unaopendezwa nao. Nipe moyo wako. Chukua moyo huu Bwana, nipe moyo wako. Chukua moyo huu wangu, nipe moyo wako Baba, nipe moyo wako. Nipe moyo wako, moyo wa huruma. Nipe moyo wako, moyo wa kusamehe. Nipe moyo wako. Raka shata ya taradabo arapa sanda koria. Kama ulivyonipa roho wako, nipe na moyo wako pia. Unasema ya kwamba wewe unaweza kuondoa moyo wa jiwe na ukaweka moyo wa nyama. Ondoa moyo huu Bwana, nipe moyo mwingine. Nipe moyo shatalabo rekatanama, ule moyo ambao unakupendeza wewe, ule moyo ambao wewe unapendezwa nao, na moyo unaokupendeza wewe ndio uwe moyo wangu kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba nipe moyo wenye utii. Nipe ayakatolia shandaka robo sataradaba yakaradababa rapasataya yakatandarabosa yekoriantaradaba rapasandaba yantaradababa rakadababa. Bwana, kama kuna majivuno ndani yangu, tibua, ondoa kwa jina la Yesu. Kama kuna uchoyo ndani yangu, tibua, ondoa kwa jina la Yesu. Achunguza, ukiona kuna tabia, kuna mwenendo mbaya umejificha kwenye moyo, Bwana uondoe leo kwa jina la Yesu. Tibua. Roho wa Bwana penya. Wewe ni daktari wa mioyo. Sadadada yantarana mama. Nakuja katika chumba chako cha upasuaji. Pasua, angalia. Search my heart, oh Lord. Na uone kama iko njia. Ayakada baba
ratarada mama sanadama yantarada basatalaba yekayandarana masaya ayakatalada basata rantada baba ayakana masana katika jina la Yesu. Zotarada basana. Mwishoni tutapata nafasi ya kuomba na kumsihi Bwana kidogo. Tutapata nafasi ya kuomba na kumsihi Bwana kidogo ya kwamba Mungu atupe moyo, achunguze na kuona kama ipo njia iletayo majuto. Majuto maana yake utaishi maisha ya majuto. Utakuwa mtu wa majuto baadaye kwa sababu haukuwa na moyo unaompendeza Bwana. Daudi, kumbe moja ya siri ya Daudi kumpendeza Mungu na kupendeza moyo wa Mungu ni hiyo kwamba Daudi alikuwa anaombeaga moyo wake. Lord, search my heart. Search my heart. Kuna wakati Bwana unaweza usijue kuna changamoto unazo mpaka siku Mungu amekusaidia ukaujua moyo wako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na ninakosa nguvu ya kuendelea na hali ambayo nilikuwa nimeyaweka. Nataka tubakie hapo kwenye Mungu kusaidia moyo wako kwanza. Mungu kusaidia moyo wako kwanza. Kwa sababu mwingine sio kwamba unaombaga vibaya, ila una moyo mbaya. Na moyo huo mbaya ndio unafanya Mungu asimlete Samueli akupake mafuta. Una moyo mbaya. Watu wanaweza kawa wanakuona uko sawa, ila una moyo mbaya. Unajua wakati shetani, niweke Kumbukumbu la Torati alafu nitarudi. Wakati shetani anapinduliwa kutoka kule mbinguni. Kwanza ngoja tuanzie hapa, alafu tutaenda Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa kwanza na pili. Tuanze kwanza Isaya sura ya 14 kuanzia mstari wa 13. Isaya sura ya 14 kuanzia mstari wa 13. Shida ya shetani ilianza kwenye moyo. Ushetani unaanza kwenye moyo kabla ya kwenye tabia. Ushetani unaanzia kwenye moyo kabla ya kwenye tabia. It begins with your heart. Isaya 14 mstari wa 13. Mstari wa 13. Angalia, anasemaje? Anasema nawe ulisema moyoni mwako. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Anasema nawe ulisema moyoni mwako. Shida ya shetani ilianzia wapi? Shida ya shetani ilianzia wapi? Hebu niambieni kwa sauti, shida ya shetani ilianzia wapi? Maana yake usipokuwa shetani, kwa hiyo shetani alikosea wapi? Alikosea kwenye kutokuulinda moyo wake kuliko yote alindayo. Anasema na ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni. Kiburi kinaanza. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Katika pande za mwisho za kaskazini. Mstari unaofuata. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Mstari wa 15. Shida yake imeanza kwenye moyo. Haya yote anayaongea. Ni moyoni amesema. Maana yake haya sio matendo. Shetani hakuhukumiwa kwa sababu ya matendo, ni shida ya moyo ilianza. Crack ikianza kwenye moyo, Mungu anaanza kuona ushetani. Anasema lakini utashushwa. Yaani kwa kuwaza tu tayari Mungu anasema utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Alafu inakuaje? Twende tena mstari 16. Anasema wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana akisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa wafalme. Mstari unaofuata 17. Aliofanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, aliwafungua wafungwa. Anasema asiwafungua wafungwa wake waende kwa shetani. Ana kawaida ya kufungua mfungwa wake, ni mpaka ametokea mtu wa kumfungua, akuachie uende free. Mstari 18 anasemaje? Wafalme wote na mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake. Ishi hapo. Shida ya shetani ilianza kwenye moyo, ndio akaanza kupigwa na Mikaeli na majeshi yake. Unajua shetani alishawishije ile theluthi ya malaika akaondoka nao? Unajua alishawishije? Aliwashawishi hivi. Wakati Mikaeli anampiga vita, akawaambia wale malaika wengine, sasa angalieni, Mungu ananipiga vita na sijafanya chochote. Ananipiga tu vita. Inaonekana tu ni kuna namna siku hizi imeanza kufanya vizuri. Sasa inaonekana huko mbinguni wivu umeanza. Kama ni hivi sasa Mungu sasa kama ni hivi hataweza kuendesha mambo yake. Nimeanza tu kupigwa vita. Unajua kuna wakati mwingine Mungu anaweza kainua watu wa kupiga vita kwa sababu ya hali mbaya ya moyo wako. Ila wewe unajaribu kuangalia nimekosea wapi? Nimewakosea wapi? Ila shida sio umewakosea wapi. Mikaeli apigani na wewe kwa sababu umemkosea Mikaeli.
anapigana nawe kwa sababu umemkosea Mungu. Na Mikaeli ni mtumishi wa Mungu. Maana yake wakati unagundua kuna vita unnecessaries, uzielewi siku kwenye maisha yako, unaziona tu aziishi. Wakati mwingine ni ishara inafunua hali ya moyo wako. Kuna namna moyo wako uko vizuri na Mungu. Kwa hiyo Shetani akamwambia, Bwana mimi nashangaa, Mikaeli nashangaa ameniinukia tu. Hao sijui amekosa kupigana naye, Hao sijui kwa sababu mimi niliumbwa kwa ajili ya sifa ndio maana anajaribu tu kule. Inawezekana Mikaeli basi Mungu ananionea wivu. Ananionea wivu. Ila shida imeanzia wapi? Kwenye moyo. Kuna mtu mwingine anakosa kibali kwenye huduma kwa sababu shida ni kwenye moyo. Na moyo wako shida nini kwenye moyo? Nia. Mungu akusaidia ujue moyo wako, maana yake anakusaidia ujue nia iliyojificha kwenye moyo wako ambayo hujawahi kuiona. Nia ya kutaka kwenda juu zaidi yaani kutaka kuwa boss, kutaka kuwa mtawala. Hiyo nia hiyo ndio inafanya Mungu akuinue au akuache hapo. Hiyo nia. Biblia imesisitiza sana kwa habari ya nia. Anasema muwe na nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5. Muwe na nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Nia ya moyo wako. Nia ya moyo wako ndio inaleta shida. Shida zote ziko kwa hiyo kilichokuwa kinamsumbua Shetani hapa ni nia ya moyo wake. Nia ya moyo wako. Nini kimejificha ndani ya moyo wako? Nini kimejificha ndani ya moyo wako? Nini kimejificha ndani ya utumishi wako? Unaweza ukawa ni mtumishi mzuri, unafanya vizuri, lakini nini kimejificha ndani ya utumishi wako? What is there? Nini siri iliyoko ndani ambapo watu hawaoni? Inakufanya utumike unavyotumika, ufanye unavyofanya, ujitoe unavyojitoa, uimbe unavyoimba, uhubiri unavyohubiri. Iweni na nia hiyo iliyoko ndani. Anasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani. Kwa hiyo pia kuanza kuwa na moyo unaompendeza Mungu ni kuwa na moyo wenye nia njema. Kuwa na moyo wenye nia njema. Unakuwa na moyo wenye nia njema. Nia njema hiyo ni nia ya Kristo, ya kujishusha, ya kupungua ili Mungu aongezeke, ya kuweka mbali utukufu wako na kukubali kukaa kwenye namna ambayo itakuruhusu kuyatimiza mapenzi ya Mungu bila kuintafia utumishi wa Mungu, utukufu wa Mungu. Sasa Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ule mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2. Anasema hivi, mstari wa 2 na wa 3. Anasema hivi, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa. Kwa nini Mungu alimuongoza miaka 40 katika jangwa? Ni ili amtweze. Kutweza maana yake ni kunyenyekeza. Kwa hiyo kuna magumu mengine Mungu anakupitisha ili akunyenyekeze. Pondeke kwanza. Siku ya kwanza nimekuja depo. Mara ya kwanza nimekuja depo. Nikafika nikasikia mtu anaomba shilingi 1000. Akanunue dawa ya meno. Nikacheka kabisa. Akasema mtu anaweza kukaa hapa depo na akakosa shilingi 1000. Inawezekanaje? Na umeacha vyote kwa ajili ya Mungu. Unajua kuna wakati unahisi kwamba ukiacha vyote kwa ajili ya Mungu ni kama mbingu zitakupa attention fulani hivi ya kitofauti. Kuna wakati mwingine Mungu anapima hayo maamuzi utayasimamia kwa muda gani. Haya, anakuacha upigike. Ule chakula kimoja miaka 40, maana tu miaka 40 chakula kimoja. Miaka 40 chakula kimoja, maana tu na kware, maana tu na kware. Hakuna ubwabwa, hakuna matango. Jamaa alikumbuka hadi matango wale bwana. Kitunguu saumu, hadi kitunguu saumu alikikumbuka. Anasemaje? Akutweze, akunyenyekeze. Kwa kuna majaribu mengine Mungu anayaruhusu. Lengo lake ni kukunyenyekeza, to humble thee. Wakati fulani bwana, I say, ila Mungu ni wa hatari sana. Wakati fulani nikawa sina hela kabisa, na wakati nimeshaacha kila kitu kwa ajili ya Mungu, nafunga sana, naomba sana, na mimi nafikiri kwa kufanya hivyo ndio kwamba Mungu atanipa attention fulani. Nitaamka asubuhi nikute burungutu la hela limekaa hapo mlangoni, nichukue nikafanye huduma, na nina maono makubwa na mipango mikubwa, na nimeshamwambia Mungu niko tayari, nipeleke popote unapotaka niende baba. Siku ya kwanza nimeamka Jumatatu asubuhi. Nimetoka Jumapili jana kanisani, nimeamka Jumatatu asubuhi sina hela. Jumatatu na nikasema simuombi mtu. Mungu, kama Mungu unaniona basi nisaidie. Siku ya pili kavu, na nikasema sinywi hata maji. Siku ya tatu kavu. Siku ya 4 asubuhi nikasema Mungu wangu nimeisha.
Niliamka na nguvu. Pale nilipokuwa nakaa kulikuwa ni Mwanza kule, kuna msimu kunakuwa kuna maembe mengi. Kwa pale nilikuwa nakaa nje ya nyumba, mwenye nyumba pale kulikuwa kuna mti wa mwembe umekaa pale mkubwa. Nikapanda, nikajikaza mpaka nikaweza kupanda kwa ile mti. Nikafika juu, nikapumua kwanza. Nikaanza kuchuma na kula. Nimefungulia nini? Maembe. Unajua hata wakati mwingine Mungu anazuiaga kufa tu hivi kwa sababu tu ya huruma zake. Chuma maembe pale na kula. Mchuzi unapitiliza mpaka huku. Hey. Na maembe yale ya Mwanza yanaiva vizuri. Nikapiga pale wakati huo nanungunika. Mungu ndo mambo gani sasa haya? Si bora hata ningekuwa kwenye kazi ningekula vizuri. Mengine haya sitakwambia. Mengine mpaka ni aibu kabisa. Ila Mungu alikuwa ananinyenyekeza. Mimi sasa hivi nikiona mtu anapitia changamoto yote, yani naisikia, hata asiponielezea, naisikia kutoka ndani ya moyo wangu. Naisikia, yani hata nikaona mtu anapitia jambo, hata barabarani huko wahitaji, na nikiona tu naisikia, I feel it in my heart. Kwa sababu nimewahi kuwa huko. Anasema ili akutweze, akunyenyekeze. Maana yake hata kitokea ukainuka, usukasema watu wengine bwana ni wavivu tu bwana. Kuna wakati niliwahi kupiga kazi bwana. Piga kazi zoni, nakimbiza. Ninamwamini Mungu, Jumapili sasa kanisa lote linajaa mpaka kule mwisho. Halafu Jumapili unakuja Mungu kwanza ananidisappoint. Hata ambao nilikuwa nawaamini siku hiyo hawaji. Baadaye nikikaa nasema sasa Mungu ndo mambo gani haya? Napiga kazi wiki nzima, napigana na watu simu, nafanya na nini. Watu waje ndo kitu gani sasa hiki? Baadaye Mungu akaniambia, wewe kanisa lingeenda hivyo chap ulikuwa unataka, ingefika mahali uone wachungaji wengine wafanyaji kazi, hawako serious na kazi. Ungeanza kwa hamko serious bwana. Mimi bwana nilifanya hivi na hivi bwana, ikatokea hapa. Akunyenyekeze. Alafu anasemaje? Na kukujaribu kuyajua yaliyoko moyoni mwako. In fact jambo la pili afanya Mungu akupitishe kwenye mapito mengine ni hiyo, akusaidie ujue hali ya moyo wako. Wanaisraeli walipitishwa kwenye yale machangamoto ya miaka 40. Cha kwanza hali ya moyo wao, waligundua kwamba hawa watu wananungunika sana, kulalamika sana. Ni watu wasio na moyo wa shukrani. In fact Samaria ni kwamba ni watu wasio na moyo wa shukrani. Ungrateful people. Mtu mmoja akasema, if you are ungrateful, you are a grateful. Maana yake ni if you are ungrateful, maana yake kama hauna shukrani, you are a great fool. Wewe ni mpumbavu mkubwa, mjinga mkubwa. Grateful. Great fool. Pumbavu au mjinga. Kuyajua kwamba utashika amri zake au sivyo. Angalia sasa mstari unaofuata wa 3. Anasemaje? Akakutweza. Maana yake ni akakunyenyekeza, akakuacha uone njaa. Ni nani amekuacha uone njaa? Ni Mungu. Maana yake kama amekuacha uone njaa, atakutenga na watu watakaokupa chakula. Alafu akakulisha kwa maana usiyojua wewe wala baba zako hawakujua, apate kukujulisha kwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Lakini wakati mwingine pia Mungu anataka akuonyeshe maisha yako kwenye vitu, yapo kwenye neno. Uliamini neno, wekeza kwenye neno. Majeshi. Na huo ndo wakati hata mimi nilianza kuwekeza kwenye neno. Kweli kabisa, wakati ambao nilikuwa napitia ile machangamoto, ugumu, pinzani, ndo wakati ambao nilianza kuwekeza kwenye neno kuliko kawaida. Nilikuwa na notebook yangu moja, nilikuwa na counter moja, nimeandika upande huu, nimeandika Mungu afanikishaye, naandika maandiko ya kufanikiwa. Upande huu nikaandika nguvu za Mungu, naandika maandiko yanayohusiana nguvu za Mungu. Upande huu nikaandika ulinzi wa Mungu, nikaandika maandiko yanayohusiana ulinzi wa Mungu. Upande huu nikaandika afya ya kiungu, nikaandika maandiko yanayohusiana afya ya kiungu. Upande huu nikaandika ndoa, nikaandika maandiko yanayohusiana ndoa, uzao wa tumbo, nikaweka kila ambacho nilikuwa nakitaka, nikaorodhesha, nikawa naorodhesha. Yaani ndio wakati nilikuwa nafanya kazi ya kuorodhesha hayo maandiko. Na kuimba nayo na kuomba nayo asubuhi. Neno. Sasa nimalizie kwa kusema jambo moja tu leo ambalo linaupendeza moyo wa Mungu. Jambo moja tu ni moyo safi. Moyo safi. Cha kwanza kabisa kinachoupendeza moyo wa Mungu ni mtu mwenye moyo safi. Biblia ya Kiingereza anasema a pure heart. Pure. Kuna tofauti ya maji masafi. A clean water and pure water. Kuna tofauti ya pure na clean. Yanaweza kawa ni masafi lakini si salama. Wewe unaona ni meupe lakini ndani yana vijidudu. Pure ni ile ambayo sasa hata kama kuna shida, ile ambayo umetakaswa kwa damu ya Yesu.
Anasema Zaburi ile sura ya 16 ule mstari wa 3. Anasema Zaburi 16 mstari wa 3. Oria karaba shandaraba. Mantarabo shaka. Watakatifu waliopo duniani ndio walio nini? Bora. Na hao ndio ninao pendezwa nao. Maana yake Mungu mtu wa kwanza anayependezwa naye ni mtu ambaye ni mtakatifu. Na hapa ni kuonyesha watu kadhaa ambao Mungu aliwasifia kwa sababu ya utakatifu. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anajali usafi wa moyo, usafi wa moyo, usafi wa moyo. Anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Bwana na kuepukana na uovu. Ni mmoja aliyemcha Bwana na kuepukana na uovu. Angalia alivyokuwa anamcha Bwana na kuepukana na uovu. Mstari wa 8, nini kilitokea? Mstari wa 8. Huwezi kuwa na hii hali na Mungu akakuacha. Mstari wa 8, Mungu anamuongelea mbele ya Shetani. Anasema kisha Bwana akamuuliza Shetani, "Je, umemwangalia wewe mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Ndio ile Mungu akipendezwa, wewe ukiupendeza moyo wa Mungu auondoke kwenye kinywa cha Mungu. Mungu ataanza kukuongea. Ataanza kukuongea. Ataanza kukutambulisha. Ataanza kufanya watu wakujue. Hata kuongelea hadi mbele za wachawi. Mnamuona huyu mtumishi wangu fulani. Kupendezwa na moyo. Moyo safi. Na moyo safi ni moyo ambao unazingatia utakatifu na uliojaa hofu ya Mungu. Utakatifu wa moyo na uliojaa hofu ya Mungu. Wathesalonike sura ya 5 ule mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 23. Anazungumza kitu pale. Anasema Mungu wa amani na awatakase mwenyewe kabisa nafsi zenu. Kuna utakaso wa aina 3. Wa kwanza ni wa nafsi. Nafsi maana yake ni akili, mawazo, nia. Na kwenye nafsi mambo yanaingiaje? Kwa unayosikiliza unayaona, unayosikiliza unayaona. Maana yake usisikilize kitu ambacho kitakuchafua ndani. Usiangalie pia kitu ambacho kitakuchafua. Usiangalie kitu ambacho kitakuchafua. Ayubu alipokuwa anasema nimefanya agano na macho yangu. Unatembea, unajizuia, unaamua kujitenga na kitu ambacho kitaruhusu uchafu kuingia ndani yako. Unajisi kuingia ndani yako. Alafu anasema huo ni wa nafsi. Alafu na nini? Na roho zenu. Na nini? Na miili yenu. Maana yake unaamua pia na mwili wako hautahusishwa kwenye jambo lote ambalo halimpendezi Mungu. Kwenye dhambi, kwenye tabia yote ya uchafu, unaamua mwili wako hautahusishwa kwa njia yote ile. Ukianza kuzingatia utakatifu kwenye maeneo matatu, nafsi, roho. Roho ni kwamba umeokoka tayari. Umekubali kuokoka. Roho yako utakatifu au kutakaswa kwa roho ni pale ambapo roho yako inaokoka. Unakubali kumpokea. Biblia inasema inaingizwa roho mpya ndani yako. Lakini pia kila siku unazidi kutengenezwa na kusafishwa kwa neno la Bwana. Maana yake unapata pia muda na neno. Roho yako inasaidiwa pia na neno. Lakini pia nafsi yako inasaidiwa pia na neno. Anasema mgeuzwe nia zenu. Kwa njia gani? Kwa neno. Kwa neno. Na mwili wako pia uuzuie mwili wako usihusishwe usihusishwe na chochote ambacho kitauchafua huo mwili. Ni ufanyeje ubaya huu nimkose Bwana Mungu wangu? Danieli anasema aliazimu ndani ya moyo wake ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Achana chochote ambacho ni dhambi, jitenge nacho, jitenge nacho, jitenge nacho. Danieli sura ya 1 mstari wa 8. Danieli sura ya 1 mstari wa 8 anasema Danieli aliazimu, maana yake ni aliamua. Maana yake usafi wa moyo ni jambo la kuamua. Sio jambo la majaliwa. Usafi wa moyo sio majaliwa, ni maamuzi. Usafi wa moyo sio majaliwa, ni maamuzi. Ni maamuzi. Na maamuzi yote unayofanya kuna gharama za kulipa. Kila maamuzi yatakupeleka kwenye upande wa gharama. Ukiamua kuolewa, kuna gharama utaanza kuingia. Ukiamua kusoma kwa bidii ufaulu, ukiamua kufaulu kuna gharama utaingia. Lolote unaloamua kuna gharama utatakiwa kuilipa kwa sababu ya maamuzi yako. Anasema Danieli aliazimu. Maana yake azimu, amua. Na ukiazimu ndani ya moyo wako nini kinatokea? Mstari wa 9. Nini kinatokea ukiamua? Mungu anakuwezesha. Anasema Mungu alimjalia. Maana yake Mungu anakuwezesha. Ukiazimu Mungu anakuwezesha. Ukiamua ya kwamba sitaanguka kwenye zina, sitarudi kwenye masturbation, sitarudi kwenye pornography, sitarudi kwenye zina, sitarudi kwenye
hivi sitarudi kwenye uchafu wote wa aina yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitahusishwa na jambo lote ambalo halimpendezi Mungu, na kataa. Sitahusishwa kwenye rushwa. Mimi nakumbuka mwaka 2022 niliandika kwenye notebook yangu. Niliandika kwenye notebook yangu tena nikiwa na uchungu ndani ya moyo wangu, ya kwamba kuanzia leo, niliandika ile tarehe, nikaandika kuanzia tarehe ya leo sitakaa nitoe rushwa. Niliandika nikiwa na uchungu ndani ya moyo wangu, kwa sababu nilikuwa nimefanya jambo ambalo ilinichukua muda mrefu kurudisha mahusiano yangu na Roho Mtakatifu, kwa sababu ya vitu vinavyoitwa rushwa. Unatoa 2000, unatoa 1000, unatoa 2000, unatoa 1000. Wewe ni mwepesi wa kutoa rushwa. Nikaandika nikasema, mimi kuanzia leo na kuanzia hapo, mimi hata nikamatwa na traffic barabarani, nikimuelewesha akakataa kunielewa, aniandikie. Wanakati wale kuniandikia zikafika 3, sasa zikishafika 3 hawezi kuandika zaidi hapo. Kwa hiyo mpaka uzilipe. Hao aliandika ya kwanza ndani ya siku moja, akaandika ya pili, akaandika ya tatu. Na sio kwamba I'm a rough driver. Kuna wakati mwingine kuna mistake tu ndogo ndogo unaweza kufanya za kujisahau wakati mwingine. Siwezi kutoa, mimi nimeshasema kabisa siwezi kutoa. Yaani kama wewe saidia au kama sijaweza kuqualify kufikisha vigezo, sijaweza. Iishie hapo. Hata kama nikutoa 1000 ili nipate jambo la milioni 10, sitoi. Kwa nini? Niliona rushwa inapofusha macho ya watu. Nikagundua mimi kama mhubiri wa injili nikitoa rushwa, macho ya ufunuo yanakufa kabisa. Sitaka nisome neno ufunuo kutoka 23 mstari wa 7 na wa 8, mstari wa 8 wa 7 wa 8, kutoka 23 mstari wa 7. Niligundua nikicheza na rushwa macho yangu yanakufa. Utakao usikie nasimama hapa kwenye ibada nasema kuna mtu hapa ana jambo 1 2 3, Roho Bwana anataka msaidie. Hiyo kitu inakufa kabisa. Kutoka 23 mstari wa 8 anasema nao usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa upofusha macho yao waonao. Uwezo wa kuona, macho ya kiroho yanakufa kwa sababu ya rushwa. Watu wengi hata uwezo wao wa kuona hata katika ndoto hana tena kwa sababu ya rushwa, umekufa kwa sababu ya rushwa. Lakini cha pili anasema inayapotoa maneno yenye haki. Maana yake kila unapotoa rushwa umepindisha haki. Maana yake wewe ni adui wa haki kama maadui wengine. Tanzania ambayo tunataka Mungu haki itawale, ni Tanzania ambayo lazima rushwa ife na ife kuanzia kanisani. Kataa kutoa rushwa. Leo kuna rushwa hadi makanisani, mtu ili apate upendeleo, ili asaidiwe, ili apate cheo fulani, anatoa rushwa. Hivi vitu kwa mamlaka ya jina la Yesu havitaonekana ABC Global makao makuu kwa jina la Yesu. Toa rushwa tu. Na mwingine utoe mwili. Yaani unaenda kuomba kazi, mtu anakuambia nisipolala na wewe sitakupa kazi. Ulale mwili wangu kwa ajili ya kazi? Never. Nakataa kwa jina la Yesu. Na ukimheshimu Mungu ukajizuia hivyo, Mungu akuandalie tu nafasi kwenye nyumba ya Potifa, anakupeleka nyumbani kwa Farao. Anakupandisha vyeo. Ukimheshimu Mungu, Mungu atakuheshimu na Mungu atakuletea watu. Nikwambie, unapoona mtu ameinuka kwenye maisha, usije ukafikiri ni maombi ya siku 7 alifunga baada ya hapo ikaisha. Ni matokeo ya vitu vidogo vidogo vingi. Kuna uaminifu mdogo mdogo mwingi anaokusanya. Mungu anakusanya na baadaye anamwamini kwa jambo fulani kubwa. Usije ukaona mimi nimefika hapo ukafikiri tu ni maombi tu ninayoomba. Never. Kuna mambo madogo mengi ambayo nimejizuia kufanya kwa muda mrefu. Nimejizuia mpaka nimefika hapa. Na hayo ukiyajumlisha ndio yananileta mimi hapa nilipo. I tell you mimi sijafika hapa kwa sababu ya maombi. Sijafika hapa tu kwa sababu ya kuwekea mikono. Ni mikono ina nafasi yake, lakini kuna mambo madogo. Paulo mwenyewe anasema, anamwambia Timotheo, chochea zile karama ulizopokea kwa kuwekewa mikono. Maana mikono kuna namna ya kuchochea ulivyopokea kwa kuwekewa mikono. Moja hapo ni utakatifu. Watu wa Mungu, zingatia utakatifu wa sirini na wa hadharani. Zingatia. Haya. Kama hii ni kama in fact hii ni kama nataka Mungu akuinue. Mimi kuna mambo madogo nilijiwekea kabisa, nikaandika kwenye notebook yangu, nikaandika ujinga sitafanya. Nikifanya hivi nikahusisha na maono yangu. Nikifanya hivi itanizuia nisio huko. Nikifanya hivi itanizuia nisio huko. Kuna vitu Mungu hakupi kwa sababu umeomba, anakupa kwa sababu ya utakatifu. Umetembea kwenye utakatifu kwa muda gani? Usipokee rushwa inapofusha macho. Ngoja nikupe andiko la mwisho. Mathayo 5 mstari wa 8
Alafu tuombe sasa. Mathayo 5:8. Shandara baba. Mathayo 5:8 anasemaje? Anasema heri wenye moyo safi. Maana yake moyo safi unaleta baraka. Kwa Kiingereza anasema blessed are those with pure hearts, clean hearts. Maana yake blessed are the pure in heart, for they shall see God. Maana yake ukiwa na moyo safi, cha kwanza nini? Kuna mbaraka unao. Kuna mbaraka unaachiliwa na Mungu. Ndio blessed. Hilo neno heri, wenye heri. Maana hiyo heri maana yake ni baraka. Kuna baraka unaipokea unapokuwa na moyo safi. Lakini pia amesema for they shall see God. Inawezekana hiyo baraka ikawa ni kumuona Mungu kwenye maisha yako na kwenye kila jambo lako, au pamoja na hizo baraka unamuona pia na Mungu kwenye kila jambo lako. You shall see God. Na achana kumuona Mungu kwanza ile siku atakayokuja na kwenda mbinguni. Hii ni kumuona Mungu katika mambo yako madogo madogo, katika maisha yako, katika vitu unavyofanya, katika huduma ulionayo, katika utumishi unaofanya. Zaburi ya 51:10. Zaburi ya 51:10. Daudi anasema Bwana, uniumbie moyo safi. Anasema Zaburi 51:10. Anasema Bwana, uniumbie moyo safi. Uniumbie moyo safi. Zaburi ya 51:10. Anasema Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani. Uniumbie. Simama kwa miguu yako tuombe. Simama kwa miguu yako tuombe. Jambo la kwanza ambalo tumeangalia ni moyo safi. Lazima uwe na moyo safi. Lazima uzingatie kuwa na moyo safi. Moyo safi. Randa rabashaka. Na utembee nasi. Kama tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Nenda mbele za Bwana kwa dakika kama 2-3, zungumza na Roho Mtakatifu. Hili ni jambo la kuzungumza naye kwa sababu ni jambo la ushirika. Hili ni jambo la ushirika. Ya kwamba Bwana, tengeneza moyo wangu. Zungumza na Roho Mtakatifu sasa. Simwangalie mtu, atushei moyo. Atushei moyo. Atushei mahusiano na Mungu. Mungu kabla hajawa kwetu anapaswa kuwa wa kwako kwanza. Zungumza na Bwana. Mwambie Bwana, tengeneza moyo wangu sasa Bwana. Niko tayari. Roho Mtakatifu, niumbie moyo safi tena. Niumbie moyo safi Bwana. Lolote ambalo nataka kunitenga na wewe, kwa kuniharibu moyo wangu, Baba, niondolee katika jina la Yesu. Nipe moyo kama wa kwako. Nipe moyo wako Bwana. Nipe moyo wako Bwana. Nipe moyo wako Bwana. Wewe ni mwingi wa huruma na rehema. Nipe moyo uliojaa huruma, moyo uliojaa rehema Baba, niweze kuwasamehe wengine kama unavyonisamehe. Nipe moyo unaoweza kuachilia. Rakanda rabasaka yandoria mama saka radaba rekanda radaba sanda radaba
Mantaradabosaka Yakarandarabosaya Yekaradabasanta Rianoria Baba Sandarana Mama Yantarirarabosekerere Rekora Basanda Rabosa Yantora Mama Sanda Arabosa Katariadaba Iriana Baba Sayanana Irada Babu Sakatalanamo Yantora Dabasaya. Baba, tengeneza moyo wangu, tengeneza moyo wangu, tengeneza moyo wangu, e Bwana, tengeneza moyo wangu, e Bwana. Niko hapa, ayaya, niguse Bwana. Moyo, zungumza na Bwana wangu wazi. Mwambie Bwana, niko hapa, tengeneza moyo wangu. Niko hapa, niguse. Ayadada basanana, irada babo sayanana. Tengeneza moyo wangu, e Bwana. Na kama ipo njia iletayo majuto ndani yangu, uniondolee, mfalme wa falme. Kama lipo jambo la kiburi, kama lipo jambo la hila, kama lipo jambo la uovu, kama kuna jambo limejificha ndani ya moyo wangu ambalo ni kinyume na mapenzi yako, e Bwana, niondolee. Niondolee kiburi. Ya da 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 da. Aya da 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 da. Niondole lile jambo la self righteousness, ile kujiona na kujihesabia haki kuliko wengine. Baba, niondole kwa jina la Yesu. Niondole Bwana, niondole. Aya ya ya ya. Ara da 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 da. Shada na 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 mama mama. Rianda ra baba baba baba. Umesema wewe unachunguza mioyo. Wa kwangu hujakushinda. Chunguza, e Bwana. Wa kwangu hujakushinda. Chunguza, e Bwana. Umesema wewe unamuona mtu mwenye kiburi toka mbali, na unamuonya pia mtu mnyenyekevu toka mbali. Bwana, nipe. Wewe ni mnyenyekevu wa moyo, nipe unyenyekevu wa moyo. Raba sanda rabo. Nipe hayara basata rada. Reka bara 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 bara. Irata raba sana mama. Baba, nisaidie niwe na moyo unaokupendeza, moyo unaokuvutia, moyo unaopendezwa nao. E Bwana, niwe nao. Shada da 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 da. Nikaendelee katika kukupendeza, nisiwe na matukio ya kukupendeza, bali niwe na maisha ya kukupendeza. Nisiwe na matukio ya kukupendeza, bali niwe na maisha ya kukupendeza. E Bwana, upendezwe na moyo wangu. Umesema moyo uliopondeka na roho iliyopondeka hautadharau. Hizi ni dhabihu zako Bwana. Nataka moyo ambao wewe haudharau, moyo uliopondeka. Ponda moyo wangu, ponda moyo wangu, ponda moyo wangu, ponda moyo wangu. Mahali pa kushuka nishuke, mahali pa kunyenyekea ninyenyekee, mahali pa kuachia niachie, mahali pa kusahau nisahau, mahali Bwana pa kushuka nishuke. Shadadada ararara basana rama ididididi shakata yada ayana na masanda idadadadadadada shadabadabadabadabadaba yadadadadadada. Bwana, niumbie moyo safi, niondolee moyo wa jiwe, nipe moyo wako. Niondolee moyo mgumu. Ukasema Farao alikuwa na moyo mgumu. Niondolee moyo mgumu, e Bwana. Niondolee moyo usiokuwa na utii. Unipe moyo ulio tayari kutii kwa gharama zote. Niondolee moyo nipe moyo wenye utii, 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 moyo wenye utii. Nilitii neno lako.
Baba, nipe moyo wako. Sata yaraba. Yanda kasotoriada. Yakoria baba saya. Rebo bobo sana. Rebo bo sakaraba. Kila mmoja sema Baba katika jina la Yesu. Sema tena Baba katika jina la Yesu. Sema kwa sauti Baba katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ponda moyo wangu. Unipe moyo safi. Nitengeneze kuanzia leo. Unipe moyo safi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niumbie moyo safi. Kuanzia leo na ikataa dhambi na nimeamua kuishinda kwa msaada wako Bwana. Yesu nisaidie. Nimeazimia kutoka ndani ya moyo wangu na kataa kujitia unajisi kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nitegemeze na unisaidie katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa ajili yake, asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa kumpa moyo safi. Ninaomba juu yake Bwana ya kwamba umtegemeze na kumfanikisha. Umpe moyo wako uwe ndani yake katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, bariki sadaka zao na maisha yao na afya zao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikawe nuru kwako na giza lipotee jumla. Utele ukawe kwako na utupu upotee jumla. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. 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 Kamata sadaka yako jomtolee Bwana. Mario pia ukisema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen.